Babe. 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 Yes babe. Hey, kwani hata ukiitwa usikii? Hey. Ndio unaondoka saa hii? Lakini by the way umeweza. Wewe buta nione. Wow. Kuondoka saa hii? Nataka kuondoka lakini maji nimekuandalia iko bafuni naenda uoge hata. Iko sawa lakini sasa nikuulize. Niulize. Mbona mapema hivyo hata sijatengeneza chai tukunywe? Nitarudi kutembelea ingawa kurudi na kutembelea mama ni ngumu. Akikubali naweza rudi. Lakini sidhani juu. Hata niko hapa ninapanga kazi yangu hapo unajua sasa niko kwa safari ya jioni kwenda Nairobi. Naona. Sasa nataka nirudi Nairobi. Hizi nimetengeneza hivi. Nataka nitafute simiti. Nikuja tujenge nyumba permanent ishi na wewe. Unaona aje? Niko fiti. Itakuwa fine ndio? Sawa. Sasa kitu nataka tufanye. Lakini umefanya bado unaenda. Lakini sasa unajua babe ukipanda nitakumiss. Ndio hata mimi nitakumiss. But sasa unajua hali ya maisha lazima tuende tafute. Mimi hata singeomba uniache. Siwezi kuacha. Unajua sasa simu iko ta communicate ndio? Lakini by jioni lazima nitakuwa nimekupea report ndio niende si ndio? Sawa. Babe, hata kama unaenda nikuulize. Hata uwezi kuja kunitembelea Nairobi. Mama hawezi kubali babe. Mama aje. Tutaongea tuelewana tu. Ni sawa badi itabidi. Si ndio? Okay. Sasa nilikuwa nafanya kazi yangu hapo but sasa itabidi nikufushwe chama naona aje. Ni sawa basi twende. Sasa niende nikuja kumaliza si ndio? Sasa najua tena tutamisiana tena. Of course mimi hata ndakumiss babe. Msichana wangu Fei surely anatoka bila kuniambia, akienda nikimtuma hata nikimwambia ate simama hapo nikutume kwa duka ni kama nimetupa sijui samaki kwa mto. Anakaa huko masaa matatu saa hii tangu atoke hapo. Na hata nilikuwa nataka nimtume hata kwa brother yake aende huko hata huyu mtoto anisaidie jameni. Sukuma kila siku nini. Kwa Fei naye si angetoka tu hata kama ameosha vyombo jameni. Alikunywa tu chai kusikia nataka kumtuma kwa duka ndio huyu ameenda. Acha kuje nimuone. Mbaya sana. Kusaa mtoto msichana ni huyu mtoto wangu ni kama kuna kitu unafanya huko kwa maduka. Na nitajua tu. Nitajua. Mom. Fei. Mom. Fei. Yes. Mwanangu jameni. Nafuta kumbe kwa hapa. Unanitafuta wapi na nyumba ni mbili tu niko hapa jikoni na pika. Sikuchoka huko jikoni mom. Tangu za zile ndio unarudi saa hii mwanangu. Hata vyombo ulienda kabla venye tulimaliza tu chai ndio hizi hapa ujaosha kwenda tu kwa duka kuambia atachukua pesa hapo uende ununue mafuta na unakaa huko masaa matatu jameni saa hii saa ngapi? Mama watu wamekuwa wengi kwa duka. Si obvious ukienda kwa duka ukipata watu wamejaa inafuu pange. Masaa matatu. Masaa matatu. Kwani mama unafikiria nimeenda kufanya? Unafikiria mimi nafikiria nini kwa kichwa yangu? Mimi silali sina pesa ya nini nataka niongee na kijana yenu kwa simu. Na nilikuwa nataka nikutume. Hata we mwenyewe uende tu nikutafutie pesa uende Nairobi muone kwa aje. Mbona anitumika hata pesa za madawa ya pressure? Najua mimi niko na sukari. Si unajua tu hivyo. Wow. Na unajua brother yako hata saa hii ashikangi simu, hata simu yenyewe sijui alipoteza ama nini mbaya. Mama nataka sema unataka kunituma Nairobi. Unanituma lini? Hata lini? Sasa hiyo kutembea ndio nafurahia sana. Kutembea na mama nasema unanituma kuona brother yangu Nairobi. Wow. Ndio hivyo, osha ujipange. Si hata uniambie kama ni saa hii niondoke. Ninatoka kwa chama tu saa hii kukopa hata pesa. Nataka tu nafikiria tu kijana wangu tu huyo mmoja venye mmesaliwa wawili. Venye ninakwambia nilienda kwa chama asubuhi ati wanikopeshe pesa ule mama anakuanga na Martha pale. Naitwanga Christine kama jina lako si ndio? Wow. Ameniambia paka next week. Sasa wewe jipange tu pole ukijiandaa utaenda Nairobi next week. Wow. Uende sio ati kwenda kukaa huko unatakana uende umuulize yani nini mbaya. Mama anakufa jameni mama utakuja kwa matanga. Kama Masha ameshakuwahi kufa jameni. Okay, ni sawa mama nimekusikia. Acha mimi nisubiri venye umeniambia. Basi weka beki huko kwa nyumba kubwa kuja osha vyombo wakishe moto upike lunch. Umerudi na mafuta? Nimerudi. Haya. Sawa. Acha nienda kwa nyumba kubwa. Mwanangu akisikia Nairobi kwenda kuona ndugu yake. Mfurahia. Adan. Yes. Zile container bado ziko ICD au zimefika Mombasa?
Ni natarajia kwamba kufikia jioni ilikuwa imeshafika Mombasa. Nashughulikia. Hakikisha kwamba ikifika unaielekeza mahali ambapo inahitajika. Okay. Yeah, na najua ni mara nyingi tunafanya kazi pamoja na tunafanya muda mrefu sana. Yes. Yeah, natumai kwamba ukirudi nyumbani huwa umsumbue mama kwa unataka kulala jikoni. Una mahali pa kulala pazuri. Kwa saa hii nyumbani bado sijajenga nyumba, lakini nilikuwa nafikiria kufikia mwisho wa mwezi huu kama nitakuwa nimequalify kupata loan, at least nichukue nianze mradi. Spango ananipigia, naomba naweza niruhusu nifike. Hamna issue, manake huwezi kujua nini kimetokea nyumbani. Okay, asante. Yeah. Hello. Niko poa. Niko fiti kabisa, labda nyie huko nyumbani. Yeah. Yeah, hadi mimi nimwamini sana. Yeah. But mama ameniambia naweza come next week kuona huko Nairobi. Oh, Nairobi. Na mbona kulikoni nyumbani? Yes. Hiyo nitakuelezea nikifika bro. Na utafika huko kama saa ngapi? Hapo ndo bado mimi nafanya kazi. So ukikuja utakuja hapo TC. 5th floor. Room 5. Sawa bro. Yeah. Bye. Okay. Bye. Nyumbani kwani? Kwema kidogo. Ila dadangu anaarifu kwamba kesho atakuja kunitembelea huko Nairobi. Okay. Yeah. Vizuri. Yes. Yeah. Kwa hivyo utahakikisha kwamba ile container imefika mahali ambapo inahitajika. Yeah. Alafu mambo mengine tutayapanga, tutayaweka sawa. Pole. Yeah. Okay, sawa. Yeah. Kama ulivyosema boss, tafanya hivyo. Sawa. Okay. Hakikisha kila kitu unakiweka sawa. Okay, thank you. Yes. Yes. Naona umeshamaliza. Yeah, nimemaliza. Naona hata masaa imeniacha. Nataka kukimbia kazini haraka sana. Iko sawa. Iko sawa. Okay, acha nifike huko. Kayaka hapo kwanza, at least kuna jambo nataka tuongee. Waje jambo wakati nimechelewa. Wewe kaa kwanza. Hii jambo ni ya muhimu. Okay, lipi? Haraka sana ni chelewa sana. Hii wasa nimekaa nikiwasa. Nimetamani kwenda hapo nyumbani at least hata nioneko wasasi. Na nyumba haiko huko. Mambo ya kutoka kwa Nairobi, mimi nikitoka kwa Nairobi kwa maisha mzuri naenda nyumbani. Na niweka kwa jikoni na dada kwa jikoni. Hiyo kitu ninaona ikinisumbua katika roho yangu sana. Hii mambo ya nyumba, tutajenga nyumba nyumbani siku gani? Hilo jambo hata mimi ndo nilikuwa nafikiria. Niko na hiyo mpango. Niko na mpango mara hii kabla tuende huko, niko na mpango nitahakikisha kwamba nyumba iko so that tukifika tusiende kulala jikoni kama ilivyo kawaida. Pia mimi niko na huo mpango, ni hilo. Na uko unaongea hilo jambo nimetia maanani sana. Mara hii lazima niweke nyumba. Nairobi unajua tu juzi kijana ya mwenye anatoka karibu nyumbani. Mtoto amekufa toka mwanga wako kwa madani. Nyumbani hakuna nyumba. Tena unataka hiyo aibu pia itupate. Hiyo mimi naona sidhani kama nitafurahi kuendelea kuishi. Unajua mimi ni mtu ambaye niko na akili na nafikiria. Niko na akili nyingi sana. Lakini kama nilivyokuahidi, nyumba nitajenga. Ni sawa. Ruhusu nifike kazini. Sawa. Salama. Okay, baki salama pia, tutakutana nikirejea. Sawa. Okay. Asante. Yes, karibu. Sasa Poa sana. poa. Niko namtafuta brother yangu. Brother yako yaitwa nani? Dante.
Oh, Dante. Oh, namfahamu. Okay, nimsubiri hapa reception kiasi nikuitie. Sawa. Vipi? Poa sana. Yeah. Umehudumiwa? Oh, unamtafuta mtu au? Mtafuta nani? Mtafuta dadangu anaitwa Dante. Oh, kwa hivyo ni dadake Dante? Yes. Oh, wow, that's nice. And you look so beautiful. I like it. Yeah, nadhani yuko ofisini. Karibuni atakuwa anafika. Sawa, kamwambia namsubiri hapa. Hata Dante mwenyewe yuko hapa. Nakuaje dada? Poa. Umefika? Asante. So, boss, Yes. this is my sister. Oh, Yeah. you never told me that you have such a beautiful sister. Yeah. Yeah, she looks good. Okay. Yeah, so huyo ndo nilikuwa naongea na ile siku. Oh. Yeah, kuja kunitembelea. Hiyo pia unakaa mashambani kidogo, unakuja huku town. Yeah. Yeah. Naona hata sura zinavutana. Kabisa. Yeah, you look alike. Hiyo tunafanana ba. Ni ile una kipaji kikubwa. Acha hizo bana. Yeah. Yeah, okay. Yeah, she's very beautiful and such a nice, beautiful ladies like these ones are not meant to stay in the village. Yeah. Yeah, unawatembeza town at least wanaona mambo tofauti kidogo. Hey. Yeah, she's not worthy to stay in the village. Na ulikuwa amejiintroduce kwako vizuri, unajua hii mambo lazima tufanye. Kila kitu kiko sawa. Amekupea namba? Sister yako mchora kama wewe. Okay, let me niingia ofisini, mambo mengi tutazungumza baadaye. Okay, ni sawa boss. Okay, so mwana wewe ndo my boss. Fanya hapa kazi pamoja. Yeah, kwaje, kuna namna gani mtu ambaye ni mzuri? Haja kuambia hapo, najua hii mambo lazima tupange. Najua hii mambo tunapanga polepole. Haja kuambia naitwa nani? Una namba yake? Namba yake sina. Akina kwaje unafika hapa una namba yake? Sivyo vile unafikiria bro. Lakini huyo boss mzuri sana. Yaani ni boss wangu, lakini tunashirikiana karibu na karibu. Uwezi tambua kwamba ni mkubwa wangu. Naenda kumpa namba yako ya kupigia simu, usiniangushe. Nikuulize bro. Na huyu boss wako mbona ni friendly kwa kila mtu? Yeah, kawaida, ni mcheshi, tena ni mcheshi sana. Na hata huwezi jua kama ni mkubwa. Yeah, tukiwa hivyo unaongea tu. Tukiwa ofisini, huwezi jua nani ndo boss. Kwa sababu unaweza fikiri tuko kwa level moja. So kushirikiana naye kidogo, maisha yako inaweza badilika kwa njia moja ama nyingine. Utampea namba yako. Vipi? Mbona umpe namba yangu? Anampea namba yako kwa sababu ni mtu ambaye anaweza badilisha maisha yako na hata kubadilisha ni familia kwa jumla. Ni mtu ambaye ako na moyo mzuri na kusaidia. So kidogo kushirikiana na yeye karibu na karibu, unaweza pata matunda, mafanikio nyumbani. Kwa mtu ambaye ni wakupeana, mtu wa upendo, moyo mzuri. Brother, sio mambo yananileta hapa. Okay, sio mambo, lakini anyway, naona hata muda wa kutoka kazini umefika. So tuandamane tukielekea nyumbani. Hii mambo tutaongea, haina shida. Okay. Na nyumbani iko namna gani? Shemeji. Yes. Nafurahi sana, mambo yalikwenda vizuri. Yalienda vizuri, lakini kalikuwa kagumu. Ana mtoto ni mgumu kama jiwe. Otherwise, nashukuru sana kwa urafiki wetu mpaka kufikia kiwango cha kuitana mashemeji. Yeah. Vipi kuhusu nyumba?
Wajenzi wanaendelea vipi? Nimeweza kufahamishwa muda mfupi uliopita ya kwamba wameshapita kwa madirisha na sasa wanaelekea kwa lentro. Yeah, nataka waharakishe manake huu mwezi ujao nataka uingize hiyo nyumba. Yaani sitaki uchelewe hata kidogo. Mwenye aliyesema kuwa mwenye dada hakosi shemeji, hakukosea kabisa. Sio. Manake huo msemo ulilenga wewe kabisa. Yaani mambo tumepanga pole. Licha ya kwamba ilikuwa ngumu kidogo lakini tumefaulu. Nafurahia sana. Kazi nzuri sana. Kuna mengi sana ambayo nimekupangia. Yaani kila kitu kitaenda sawa, manake umefanya kitu kizuri sana. Natumai kwamba dadako hatakuja kubadilika kimawazo kwa sababu ya kuchanuka, kwanza kupatana na vijana wengine hawaje kumbadilisha akili zake. Hapana, la. Hilo kwanza kabisa hilo nitashughulikia, na kidogo nikitazama hata nyumbani dadangu ni mtu ambaye ni mpole na si wa kutembea huku na huku. Mtu ambaye anakaa mahali pamoja na hana maneno mengi, na nitakuhakikishia kwamba ni wewe tu, kwani si wewe nani mwingine. Asije akatukosanisha. Hapana, manake urafiki wetu ni wa muda mrefu sana. Hapana. Hilo nalo nakuahidi. Huyo ni wako. Sawa, basi shughulika na mambo ya kazi, mengine tutazungumza baadaye. Okay. Nafurahi sana. Kazi nzuri. Yes. Sijui hata nikupe nini. Pole. Kazi nzuri. Asante. Okay. Hiyo nashughulika naye. Safi. Okay. Vizuri sana. Vipi? Yes. Hata ulifanya vizuri kuja kututembelea. Ukiwa hapa nafurahia. At least sasa napata hata mtu akipika na hiyo story. Pia mimi nyumbani nilikuwa nimeboeka. Na vipi kuhusu huko nyumbani? Na wifi mmekawia bila kukuja huko nyumbani. Amtutembelee. Hiyo jambo ndio linanitatiza kabisa. Kuja nyumbani nitakuja ndio. Na nitalala wapi? Kwa jikoni kila siku tu nikienda nyumbani kwa jikoni. Napata hata aibu. Natoka Nairobi naenda nyumbani hakuna nyumba. Sasa hata alinipatia hata mradi wa kuja huko nyumbani. Si hata nilikataa kuja nyumbani, tuko tu pamoja. Mimi nafurahia kuona maadhe. Lakini sasa jambo hata nimeongea na ndugu yako, sijui kama akijenga tu nyumba, mimi hata natamani tu kuenda tu kuishi nyumbani. Mambo ya tawa hayo imenishinda sana. Nilikuwa nakutafuta na shindo, umeenda wapi? Ninakuwa tu hapa. Wapi? Na mimi nimepika chai, ninaangalia uko wapi? Ama umejishindia huko mtu Nairobi hii? Unajua wewe huko Nairobi? Wewe hivi acha maneno mengi. Kama wewe Nairobi ndio inajua mambo mengi. Ni sawa. Sijakuuliza kwa ubaya. Ni sawa hivi nikusikia. Sawa. Wifi, nitakuja kukwambia tu. Ni sawa. Kuambia nini? Tulikuwa tunaongea tu mambo ya kulala kwa jikoni. Imenitokesha. Kulala kwa jikoni? Jikoni gani? Nyumbani. Si tunalala kwa jikoni nyumbani ama tuna jikoni gani? Hamna habari? Habari gani? Hala? Nyumba iko. Iko wapi? Mimi nilikwambia mambo tunapanga kwa nafuni. Una habari? Habari gani? Nyumba iko. Nyumba iko wapi? Tena kubwa sana. Wewe unaota? Nyumba nimeshajenga nyumbani, nyumba kubwa sana. Inaendelea. Kwani umejenga nyumba ngapi? Mwisho wa mwezi huu nyumba itakuwa imekamilika. Nitatoka hapa moja kwa moja kuelekea nyumbani. Ulikuwa unalalamika kwamba umechoka kulala kwa jikoni. Umetoa wapi pesa? Nyumba iko wapi? Mwanzo nilikuwa nimekwambia nilipata loan ya emergency tu. Nilikuwa nimekuarifu mapema kwamba nitapata loan nifanye mpango. Kwani hiyo loan una process tu haraka? Hii mambo sisi tunafanya mambo haraka. So unaona ulikuwa unataka nyumba haraka. So ikabidi pia mimi nifanye haraka. Nyumba iko tayari. Ngoja mpaka nipelekee. Hapana, wewe kaa tu. Hawacha wewe hapeleke.
Hii kazi yangu. Niwekee huko. Nakusikia wifi. Uko namna gani, maisha ya huku inakupeleka namna gani? Nikapoa. Huku naona nimeamua nyumbani, nyumba inaendelea na mwisho wa mwezi huu itakuwa imekamilika. Bro, nisikia kusema tumetusurprise nyumba. Nyumba iko na inaelekea kuisha. Sasa hiyo ameshapita, amebalizana na Lendro. Sasa nataka kuanza rufu. Na umejenga wapi? Ni pale kando kupita kwa ule mwemba ambao uko pale, unateremka hapo chini. Hii shamba ambayo iko hapa ni ya udongo ama ni ya mawe? Si ya udongo. Mimi siwezi jenga nyumba ya udongo, sana nielewa. Nyumba ya mawe kubwa. Na si kwa ubao, umefaulu aje kujenga tu nyumba haraka hivi? Hii nyumba sababu boss ndiye alisaidia kuharakisha ile loan. Alikusaidia aje kuweza kupata ile loan haraka? Ndio nataka kujua. Kama sio wewe singekuwa na ile nyumba. Kiaje? Sababu kama ukikataa pendekezo yetu mimi na boss kwamba kushirikiana na boss, kwa kweli na hakika singekuwa na nyumba. Lakini boss, kia sikutaka kuaibisha boss wako, lakini kwa sahi niko na mtu. Singependa ule boyfriend wangu niwe na mcheat. Uko na? Niko na boyfriend. What? Uko na boyfriend? Niko na boyfriend. Sina kwamba. Kwani hivi unataka tupoteze hii mali yote ambayo tunatarajia kupata? Mtu ambaye ana mbele wala nyuma. Anataka kufanya tupoteze utajiri wakati ambapo mali imeanza kuingia kwa bomu. Mradi zimeanza. Mtu ambaye ana mbele wala nyuma anataka kuconvince akili. Hapana bro, nakwambia tu kwa sahihi singependa kumcheat. Huwezi cheat namna gani wakati unakaribisha umaskini nyumbani? Na sitaki. Mimi nampenda chali yangu. Na hii mambo ambayo imeshughulikiwa nyumbani, unataka kusema uweze kubali kuongea na boss? Sijui kwambia aje bro, kwani unielewi? Hapana. Inabidi pia unielewe. Hii mafahamu ya kwamba huyu boss tulikuwa tumeongea na yeye anataka kupea kazi. Anataka kupea kazi hapa. Bro, mambo ya mapenzi ni roho. Nasingependa niluze boy wangu, sawa? Na nimekukataza sitaki. Waje. Nimekukataza. Ni kama umesikia? Mimba. Ongea na wewe. Kwa nini mnaongea kama mmesimama? Kuja ongea na wewe wako hapa. Shida ni nini? Tulikuwa na nyumba nyumbani. Nani hizo anaweza hivi nini mbaya? Epuka jina yangu. Nini mbaya? Si kwa ubaya huyu. Kwani wewe unaweza taka tukose nyumba nyumbani? Kama ushemekine huyu bwana yangu anasema ni. Huyu ndio yako anasema. Na shida ni nini? Kataza tu. Ya maongezi yenu kama mnakasirikiana, kwani kumeendaje? Siwezi mkasirikia sana bibi bradangu. Usiniambie, kwani unanificha hata wifi? Wifi? Imagine wewe unapenda bradangu. Mtu anatokelezea tu from nowhere. Na mtu anakuambia tuachana na bradangu uende uelekee mtu mwingine bila pesa. Wewe unaweza? Shindwe. Mimi unaweza? Siwezi. Mapenzi ni ndani ya roho yako. Uwezi kulazimisha mtu mwenye umpendi. Mtakaa, mtaishi aje? Ni hivi basi, nenda muulizie. Nenda uulize brother wangu atakuelezea maneno hayo. Nitamuuliza. Sawa. Wewe muulizie. Hayo ni ngumu. Sijaiona. Baby. Kali huko ndo Nairobi sasa. Sasa unajua sisi huko Nairobi. Hizi ndo tumezoea hapa hivi. Unazoea hizo makali tu. Makali bana. Mtu kucheers tukunywe bana. Okay. Baby. Hilo tunaita maisha. Sasa ukiwa hapa Nairobi unaona? Usikubali kuwa confused huko Nairobi, mtu asikudanganye, unaona? Tumekuja tujienjoy hiyo hotel kama hiyo, unajua tukitembea hapa hivi tunapata furaha tele ama ni aje. Lakini acha nikuulize kitu moja baby, mbona wewe ni mjealous hivyo? Mimi unajua kwanza ukiwa hapa Nairobi usikubali mwanaume yote kudanganya. Sasa mbona nikudanganya? Huko Nairobi sitaki kucheza wewe.
Yes. Mimi nakupenda. Najua hivyo unanipenda, lakini unajua kuna Nairobi. Watu ni wakora. Ukiwa Nairobi unajua kuna mtu atakuja kudanganya. Lakini unaelewa tu tumetoka na wewe huko nyumbani. Ukiwa Nairobi kwa free lakini si kwa watu wote, si ndio? Okay. Hapa Nairobi ni ku enjoy. Okay, anyway, ni sawa. Nakwambia sasa nataka twende tutembea, ndio tumeanza kutembea sasa, nitakupeleka out. Tutembee tuone vitu tofauti hapa na pale, unaonaje? At least you enjoy, si ndio? What? Lazima tufurahie. Kijana nataka kufanya umaskini uingie kwetu huyu. Si hivyo. Najua lakini unajua inaweza pale mtu wako inataka inamwambia hapa. Jaribu kuwapiga picha. Mimi nakuaminia. Tumie boss. Hop. Tutaendelea tu poa, ndio. Ndio nataka kuleta shida hii. Unajisikia aje na haya makaria? Niko fine kabisa. Baby. Sasa kutembeza hivi. Mbona unaniharakisha hivi? Hata ndo nafika ni enjoy kidogo. Hapana. Nataka tuende tembee hivi kabla kama kakuje. Unaelewa tu hali ya Mombasa hii. Acha kidogo. Rudia. Rudia tuharakishe muda. Sawa. Mtai imetimia. Makelele mingi. Hata ile benzina pale kwanza kuisha. Unaona? Sema iko tu kwa. Unaona vipi? Sitaki dadangu anione. Sasa hivi na huku hapo nyumbani. Sasa utaenda. Hakikisha unaamua usafirisho wapi? Ni kwa ready. Gomea. Hapana pesa. Kamua. Mbona sasa unipa? Napenda hivyo. Kwa hiyo niko tu cha enjoy. Kesho itakuwa hivyo, si ndio? Mbona sasa? Ni nini? Mwache! Nini? Mwache! Usimpige! Mwachane! Mwache! Usimpige! Mwache! No, Faith! What? Faith! Don't kill my sister! Faith! Niwe tumesababisha. Niwe pia niwe nakuja nini niwe mpenzi wangu niue, unakuja nini? Unasubiri nini? Niue bwana, niue.